Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Nawakaribisha tena masaa ya mchana kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa tena. Namshukuru Mungu kwa vile amekuwa mwema kwetu tangu mwanzo hadi vile tumefika kwa siku ya leo. Tunashukuru Mungu. Leo nina ujumbe nataka kusema nawe, ni kwa sababu overcoming decision. Overcoming decision. Huo ndio ujumbe nataka kusema na wewe siku ya leo, na Mungu atupe nguvu na atupe mwelekezi mzuri. Haleluya. Many people struggle with a decision because of fear. Watu wengi huwa wanaogopa kufanya uamuzi kwa sababu ya uoga. Na kwa sababu siku ya leo ni siku muhimu, Bwana ameweza kutupa huu ujumbe tuweze kusema na wewe. Tunaposoma kitabu cha Timotheo ya pili mstari wake wa kwanza, tuanze mstari wake wa 7 kuendelea. Maandiko yasema hivi: maana Mungu hajatupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo kwa kiasi. Maana Mungu ametupa Haleluya. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali alitupa roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Basi usione haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usione haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu, ambaye alituokoa akatuita kwa mito mitakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele, na sasa inadhihirishwa kuwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebatili mauti na kufunua uzima na kutokuharibika kwa ile Injili, ambapo kwa Injili ya hiyo na iliwekwa niwe mhubiri na mtume na mwalimu. Kwa sababu ya hiyo nimepatikana na mateso haya, wala si tayari, kwa maana namjua yeye niliyemwamini, na kusudi ya kwamba aweze kulinda kile kilichowekwa nilichokiweka ama kwake hata siku ile. Shika kielelezo cha maneno yenye uzima ulioshika
kwangu katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, tumeshukuru kwa sababu ya neno hili, maana ulituumba bali au kutupa uoga, bali ututupa nguvu na ya ujasiri, na bila uoga wowote, bila kuogopa. Mungu, tunaomba neno hili tunapoliendelea, Mungu, likatupe uzima na likatupe uhai ndani ya mioyo na kati ya mawazo. Tunashukuru kwa sababu ya siku ya leo, vile tumesimama kati ya hawa watu. Mungu, ukatupe ufahamu na wakiakili tunaposoma haya. Mungu, tuelekeze katika njia nzuri, na ni katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Amen. Haleluya. Kuna wakati mwingine huwa tunafanya mambo na uoga, ambapo tunapoangalia kwa maandiko, wakati Timotheo anasema tunapofanya mambo kati ya uoga, ni kumaanisha huwa tunamkadhabisha Mungu, kwa sababu Mungu ametupa nguvu na uwezo wa kusimama imara kidete na kutetea kile kitu ambacho ulichokuwa nacho. Haleluya. Yaweza kuwa mtu umeokoka kweli, lakini mtu anapokuuliza umeokoka, lakini kwa sababu hauna uhakika, unamwambia mimi bado. Anakwambia kweli, mimi nilikuona ukiwa kanisa fulani, na niambia labda unamjibu kwa sababu hauna uhakika. Unamjibu ya kwamba ni kama unanifananisha, yani hauna uhakika na kile kitu ambacho unachokifanya. Watu waliingia katika uokovu bila kuwa wao uamuzi wao wenyewe waliamua. Hiyo ndio sababu inawapa uoga ndani, kwa sababu sio kitu waliweza kukiamua. Unapoamua kitu na uamuzi wako, usikuumize, bali simama wima na uamuzi wako. Watu wasikuogopese, watu wasikutendee, wasikusemee. Wewe simama kama ulisimama na uokovu na ukasema mchungaji wangu ni mchungaji fulani. Usiwe na uoga, mtu wa Mungu. Usisimama na uwima kusema kuwa mimi naitwa fulani, mimi natoka kanisa fulani chini ya mtumishi wa Mungu fulani. Usiwe na uoga, kwa sababu hatujaenda kanisani kumfuata mtu, tumeenda kanisani kumfuata Yesu Kristo. Kwa sababu unapokuwa na uoga wa kusema kula ambapo unaposhiriki ama kula ambapo unapofanya shughuli zako, ni kumaanisha umeshatangulisha shetani mbele. Haleluya. Kuwa na ujasiri wa kusimama na kutetea kile kitu ambacho umeweza kukifanya ama kile kitu ambacho kiko ndani yako. Haleluya. Watu wengi huogopa. Unaweza pata uko na uamuzi mzuri na uamuzi ambao utakaosaidia watu, lakini kwa sababu lack of confidence, umekosa kabisa ya kusimama na kusema hiki kitu nimeona kiweze kuwa namna hii, kwa sababu ya uoga. Hiyo ndiyo inasababisha watu wengi hawawezi kusimama kwa watu na kusema ya kuwa yale Mungu ameweza kuwatendea, ama kusema tangu niingie kwa uokovu imekuwa miaka miwili, katika hii miaka miwili nimefanya haya na haya, ama maisha yangu yamebadilika kiwango hii, kwa sababu haujakuwa na uamuzi wa kutoshelesha, haujajiandaa vyema. Tutoe uoga ndani, na wakati Mungu ametenda jambo juu ya maisha yako, simama na confidence ya kutosha na kusema kweli,
Bwana amenitendea. Maana ushuhuda wako ndio unayofanya Mungu akaweze kufurahia, kwa sababu wakati unapotoa ushuhuda wako unabariki watu wengine. Haleluya! Hivyo ndio tunavyosema kuwa na confidence na kile kitu ambacho unachokifanya ama kile kitu ambacho unachokijua kuwa hiki kitu kinafaa kuwa hivi, hata kama sio hivyo kulingana vile wewe unakielewa. Simama na useme hiko kitu niliona, uacha kiweze kuwa namna hii. Haleluya! Hata wakati unapoenda interview usiwe mtu muoga. Unapokuwa mtu muoga, jamani, hautaweza kupata kazi, kwa sababu utakuwa unahofia maswali yenye utaulizwa. Lakini unapokuwa na confidence, unasimama na ujasiri, unamwangalia ule mtu ambaye atakuuliza, ule ambaye anakufanyisha interview, unamwangalia kwa macho na kumwambia mimi niko tayari kabisa. Hata kama hauna chochote cha kujibu, huyu mtu ataona kweli umeweza kujiandaa. Hivyo unapokuwa na ujasiri wa kufanya jambo, unapokuwa na ujasiri wako wa kujisimamia, inakupa mwelekezi ama unakupa mwelekeo mzuri. Haleluya! Hata watu wanaona umejipanga, lakini bado. Haleluya! Kila kitu kinahitaji maandalizi. Unapojiandaa, kuwa na confidence. Haleluya! Hata wakati Daudi alipokuwa anaenda vita, alijua hawezani, lakini akajua kweli huyu aliye pamoja nami ataniwezesha niweze kushinda vita, kwa sababu alikuwa na ile confidence yake mwenyewe. Haleluya! Lazima ukuwe na confidence, kwa sababu hata wakati alikuwa najua huyu mtu aliyekuwa anaitwa Goliath, huyu Goliath alikuwa ni jitu la moto, hata kuna mtu yeyote alingeweza kumshinda kwa vita, lakini alikuwa na confidence huyu Goliath, siku ya leo nimeamua, lakini yule yuko ndani yangu atanipa nguvu ya ujasiri na kuweza kumshinda Goliath. Haleluya! Watu wakashangaa, katoto kadogo kanasimama mbele na kusema sasa niko tayari kwenda kupigana na ule mtu aliyehofiwa na watu. Haleluya! Ukiwa na confidence ya kutosha, hakuna jambo litakalo kushinda. Haleluya! Mwana wa Mungu, hakuna jambo linaloshindikana. Ukiwa na confidence ya kutosha katika maisha, hauwezi, kwa sababu kila kitu unakipatia confidence. Hata kale kabiashara kako kadogo, unaamua, unasema sasa nimeamua, sasa hizi biashara kwa miaka ijayo, hizi biashara nitakuwa ninaajiri watu. Na kwa sababu uliko na ile confidence na unajua yule yuko ndani yako atakuwezesha kwa hiyo biashara, na atakuinua kupitia kwa hiyo biashara, na atakuwezesha kuajiri watu, kwa sababu hiyo ndiyo confidence ya moyo wako, ili uweze kupatiana ajira kwa watu wengine. Haleluya! Hiyo ndiyo confidence ambayo tunayoisema, ukuwe na ujasiri. Haleluya! Kwa kile kitu ambacho unachokifanya. Bwana Yesu asipewe sifa. Usije ukawa na uoga mwanangu, usije ukawa ukaogopa chochote, maana Mungu hajatupa nguvu ya kuogopa, ametupa nguvu ya ujasiri, ametupa nguvu ya kushinda. Hata wakati aliweza kufa, alijua kuwa atayashinda hata haya mauti, na ndiyo kwa sababu ya siku ya leo tuna ushindi, kwa sababu aliyeshinda mauti. Ndio sababu tuko wazima, tunapigana na haya maroho ya giza, kwa sababu tuko na nguvu za Mungu. Haleluya! Mwanangu, usitishwe na mtu. Usitishwe na mtu kukutoa position yako. Usitishwe na mtu kwa sababu yeye ni nani. Usiogope mtu kwa sababu ametoka kwa mila fulani. Usiogope mtu kwa sababu ako katika cheo fulani. Usiogope mtu kwa sababu ati anakutishia amebeba bunduki. Aliye ndani yako atawezesha yote. Haleluya! Atakupigania kwa yale yote usiyoyajua na yale ambao unayajua, atayapigania yote. Maana tunajua kuwindwa, tumewindwa kwa miaka na miaka, lakini bado tunasonga tu kupitia
nguvu za Mungu, bado tunasonga tu. Tunajua kuna maadui, tunajua kuna nguvu za giza zinatufuata, tunajua kuna watu wanatuwinda, lakini bado kwa sababu ya confidence ya Mungu tunajua bado tunasonga, tunang'ang'ana tu, tunasonga kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko hao wanaotufuata. Haleluya! Using'ang'ane na mtu, nguvu za Mungu peke yake zinakutosha. Usijali vile watakavyokuona kwa uamuzi wako, wewe ni heri uyaseme yale ambayo unayoyajua. Kupitia Kristo atayatengeneza na yatakuwa salama. Haleluya! Wengi hatukuweza kuyajua kuyataja maneno haya, lakini wakati aliweza kuingia ndani yetu, tuliweza kusimama na kusema sasa ni wakati wangu umeshafika wa kusimama na kuweza kutetea hii habari ya Injili. Ndiyo kwa sababu ya siku ya leo, hata ninaposimama kwa kamera siku ya leo, ninayaongea yale ambayo ninayoyajua, sio yaongee yale ambayo siyajui, kwa sababu aliye ndani yangu ananipa ujasiri ya kuyasema. Haleluya! Hata kama ni watu wanayasema, wewe yaseme kulingana vile unayajua. Usiwasikize uamuzi wa watu. Uamuzi wa watu utakuangusha. Hata kama uliamua kujenga, usisikize watu vile watakavyokuambia vile utajenga. Wewe nenda ukajenga kulingana na uamuzi vile ulikuwa umepanga. Usianze kuambia watu waanza kukurudisha nyuma. Haleluya! Hata kama ni kutafuta kazi, wewe amka, nenda ukatafute kazi. Ambia Mungu, leo, siku ya leo nimeamka. Nilijua jana nilijaribu sikuweza, lakini kwa siku ya leo najua yote yanawezekana. Unapokuwa na ujasiri wa kufanya jambo, hata Mungu mwenyewe anakuruhusu yale yote uliyoyapanga yanafaulu. Haleluya! Haleluya! Maana ametupa huo uwezo na nguvu. Tusiogope. Haleluya! Hata kama wewe ni mshirika wa kanisa fulani, lile kanisa ambalo unasikia wanalitaja, wewe kuwa na confidence kusema kweli, mimi ni mshirika wa pale, mimi niko chini ya mtumishi fulani, maana huko ndio uliko. Maana Mungu namuona kupitia yule mtumishi. Maana unapomkubali yule mtumishi, atakuwa kama umbrella yako wakati wa vita. Unapoingia, yule mchungaji wako ndiye atakayesimama kwa vita zako. Yule mchungaji wako ndiye atakaye kuamulia male maadui anapigana na wewe, yeye atasimama na kuweza kukutetea. Hiyo ndio sababu tunasema madhabahu yako ni gani? Madhabahu ndiyo yatakayo kupigania wakati uliko umelala usiku. Vita za usiku hautawezana, lazima ukue katika roho na kwa mtu fulani ambaye atakaye kuombea. Maana ukiwa chini ya mchungaji fulani, hata wakati shetani anapokuja na maadui zake, lazima aweze kupatana na mchungaji wako, kwa sababu hayo ndiyo tunayaita madhabahu. Hawezi kuja kukupata kama hajafikia kwa madhabahu. Lazima amalizane na madhabahu alafu aweze kukufikia. Haleluya! Usiogope, taja wazi. Sema mimi ni mfulani, natoka kanisa fulani, niko chini ya mtumishi wa Mungu fulani. Unaogopa watu watakupeleka wapi? Haleluya! Na wakati umeombewa, na wakati mambo yamefanyika kwa maisha yako kupitia maombi, nenda kanisani, toa ushuhuda ili wengine waweze kuamini kuwa Mungu anatenda, kwa sababu wengine hawaamini kuwa kuna ishara na miujiza zinatendeka. Watu wanadhani watu wa Kristo ni watu maskini. Hawaone mtu anapoendesha gari mchungaji, wanasema huyu ameenda kwa madevil. Hawajui kana kwamba Mungu ni Mungu wa vyote. Wamesahau kuwa Mungu alisema utajiri na fedha yote ni mali ya Mungu. Hata yote tukiwa wazima, yote ni mali ya Mungu. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa. Unajisumbua nini na haya tu ya dunia? Watu wanakutishia, ati mimi siwezi shiriki kwa kanisa fulako. Mtu anakuambia, mwanangu, ndugu yangu, naomba siku ya Jumapili ama siku ya Sabato uweze kunipitia tuweze kuenda kanisani mwako. Unamwambia, unamuitikia ndio,
Lakini inapofika siku ya Jumapili, wewe mwenyewe unaepa, hautaki kujua, hautaki aweze kujua mahali unashiriki, kwa sababu una uoga wa lile kanisa. Na kama hauna confidence na lile kanisa, mbona unaenda kushiriki pale? Ni heri ukae nyumbani, kwa sababu unapoenda pale hakuna chochote utakachopata kupitia kwa madhabahu, maana tayari umeshaonea madhabahu haya. Haleluya! Maana Mungu anasema tusimuonee haya. Tunaposimama na kuyataja haya, Bwana anasema tusiyaonee haya. Msinionee haya hata mimi. Mnaponionea haya, hata mimi nitawaonea haya kwa Baba. Mbona tupingane? Mbona tubishane? Haleluya! Nakwambia mtu wa Mungu, hata kama watu waliweza kukutajia ati utaenda kufeli kupitia kwa kazi ama utafeli kupitia kwa maisha, wacha nikwambie, hakuna mtu yoyote atakaye kutoa kwa position yako, maana yule yuko ndani yako ni mkuu kuliko hao. Yule aliyewakalisha pale ama aliyekupa ujasiri huo ukakalia iko kitu umeweza kukikalia, hata kama kuna vitisho aina gani, hakuna chochote kitakacho kung'oa pale. Hakuna chochote kitakacho kuangusha. Hata kama walikusemea, walikaa vikao wakapanga vile wataweza kufanya replacement yako, na kuambia siku ya leo watachanganyikiwa, maana aliye ndani yako ni mkuu kushinda wote, maana aliye ndani yako ni mkubwa. Haleluya! Mbona unatishwa na kitu kidogo? Mbona unatishwa na mambo haya ya kupita? Maandiko yanatuambia wazi tusiwe na uoga. Kama Daudi mtoto mdogo hakuweza kuogopa lile jitu ambazo liliweza kuogopwa na mataifa, wewe nani huyu aje akutishe na kitu kidogo kwa sababu ya kuharibu imani yako? Usiogope mwanangu. Kama mbaya, simama na ujasiri. Mungu atakupigania kwa kila jambo unalolifanya. Haleluya! Mbona unaogopa? Saa zingine uoga unatufanya tunaferi. Uoga unatufanya tunaferi. Unapokuwa muoga, hata unaposema unataka kwenda kutafuta kazi mahali fulani, unapita ile kampuni unasema ile si la klasi lako, kweli umeshaferi. Lazima ujipatie nguvu. Hata kama unaona hiyo sio klasi yako inafanya pale, ingia pale, jaribu. Haleluya! Hakuna kitu ngumu kwa Mungu, yote yanawezekana. Haleluya! Maana maandiko yanatuambia tunapoendelea 14, ilinde ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akae ndani yako, ndani yetu. Walijua habari hii ya kuwa wote waliowaizia waliniepuka, ambao miongoni mwao wamo Vigiro na Amuge. Bwana anajua, hata wote walio ndani yake anajua, hata wote wanaosimama kupiga vita anajua, hata waliokuendea kwa uchawi anajua, hata waliokuwinda anajua. Ndio kwa sababu uko mzima kwa siku ya leo, sababu ameshakuepusha na vita, ameshakuepusha na mitego yote ya mwovu shetani. Haleluya! Ujumbe wangu wa siku ya leo ni overcoming a decision. Usiogope. Yeah, many people fear. Many people struggle with a decision because of fear.
unapoogopa mwanangu, sio wewe peke yako. Kuna watu wengi wanaogopa. Watu wengi wanaogopa na uamuzi wao. Hawawezi kusimama kwa watu. Hata unaponyanyaswa huwezi simama ukajitetea. Siku ya leo ni siku yako. Usiwe muoga, simama na confidence. Ambia Mungu, nipe ujasiri. Kwa kila jambo nifanyao uamuzi, nifanye uamuzi wa kweli. Hata wakati nitakapookoka, nifanye uamuzi wa kweli, maana nisije nikaferi baadaye. Kuna kuferi kwa maisha na kuna kusudia kuferi, yaani mtu anajitakia kuferi kwa maisha. Haleluya! Kwa hivyo tusiwe watu ambao wanaojitakia kufeli. Tuwe watu ambao wanajitakia kuinuka. Na Bwana Yesu apewe sifa. Ninajua kuna mambo mengi yameweza kusumbua maishani mwako. Kuna struggle mingi umeweza kupitia, na bado wacha nikwambie mtu wa Mungu, hizo struggle zote unazozipitia, hayo mateso yote unayoyapitia, hiyo ni kupitishwa kwa taabu. Mateso yote unayoyapitia, kesho yatakuwa furaha yako. Magonjwa yote unayogonjeka siku ya leo, maana yamefika mwisho siku ya leo. Hakuna magonjwa yatakuwa ndani kwako tena, maana umesha experience na utaweza kurudi nyuma tena. Jua hiyo ni moto, umepitishwa ndani ya moto na sasa umeweza kung'aa. Kupitia hiyo struggle yote umeweza kupitia, leo ni siku yako. Bwana amesema yamekwisha. Bwana amesema yote yamekwisha. Uliyekwama ndani ya madeni, uliyokwama kwa njia zote za kufutwa kazi, uliyofutwa na ukuwa na mpango wote wa maisha, maana Mungu amesema leo yamefika mwisho. Leo ni siku yako ya kuweza kuanza upya. Maneno ni kuyasema tu, lakini kwa moyo yanaweza fanya kazi. Haleluya! Maana maandiko yanatuambia maneno ya kuyatamka ni mazito. Hakuna haja niweze kukutamukia maneno ambayo hayawezi kukujenga kwa maisha. Wengi wameanza wako na ile tamaa ya ishara na miujiza. Pokea nyumba, pokea magari, pokea nini. Nakwambia ukweli, kama hata nikikwambia uweze kuyapokea ya magari, uweze kuyapokea hizi nyumba, na kama hauna maandalizi mazuri, hayo yote hayawezi faulu. Lazima Mungu akaweze kukuandaa na wewe uweze kujiweka kwa maandalizi. Maandalizi yako ni kufanya kazi ili hizi vitu zitakapokuja kutimia, ili upate tayari umeshajiandaa, uko katika hiyo position ya kumiliki gari. Haleluya! Tusije tukadanganyana siku ya leo uweze kupokea magari bila maandalizi. Lazima ujiandae. Kama ni nyumba, lazima ujiandae, ujue utafanya kazi kwa miaka mingapi, uweze kujenga. Hiyo ndiyo maandalizi. Hata wakati utakapoingia kwa huduma, lazima uanze kwa maandalizi, uweze kuandaliwa vizuri ili uweze kuingia kwa huduma. Maana unapoingia kwa huduma kama bado hujajiandaa, jamani, utaanguka vibaya. Utaanguka kwa sexual immorality, utaanguka kwa mambo mabaya. Ili uweze kujiandaa mapema, ili wakati wako utakapofika unapata tayari umeshajipanga. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa. Maandalizi ndiyo kitu cha muhimu. Hata unapojiandaa kazini, hata kwa ile position ulio, hauwezi kafutwa kazi, sababu tayari umeshaingia kazini mapema, ukalipoti, ukafanya vitu zako zote mapema. Hata mwajiri akija anakupata tayari umeshapanga vitu zako ziko salama. Haleluya! Hayo ndiyo maandalizi nayo yasema. Tujiandae, tuache mambo ya kupokea, tufanye nini? Tufanye kazi tukaweze kujiandaa kwa haya yote yatakuja.
maana maandalizi yako ndani yetu. Tumeweza kujiandaa kwa haya yote, kwa miaka yote tumeweza kukaa, tumeweza kujiandaa. Mambo mazuri yatatokea kwa maisha, lakini haya mambo mazuri yakitokea, lazima ufanye jambo, lazima ung'ang'ane na hilo jambo, lazima uingie kwa maombi kwa hilo jambo ili liweze kufanikiwa. Haliwezi kufanikiwa bure kwa maneno, lazima ufanye jambo, lazima utie bidii ili hilo jambo liweze kufanikiwa. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo kwa kila jambo lazima liwe na maandalizi. Unapojiandaa vyema, hata Daudi alipoenda vita alijiandaa na akajua vile atamwendea Goliath, alijiandaa. Hata tunaposoma maandiko, wakati walikuwa naenda vita walikuwa wanajiandaa. Hakuna mtu aliyeamuka mara moja na kuanza kuingia vitani. Kuna maandalizi la kila jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru sana kwa haya yote, wote mmeweza kunifuata kwa kupitia mtandao. Nimeshukuru sana. Mungu akaweze kuwabariki na Mungu akaweze kuwatendea mema. Nimeshukuru. Sitaweza kuchukulia hili jambo kuwa jambo la rahisi, lakini tusitishwe na uamuzi wetu. Hiyo ndio ujumbe wangu wa siku ya leo. Tusimame na ujasiri, tusiweze kuogopa chochote na tusiweze kuogopa mtu yoyote, maana aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wote. Haleluya. Unasema vita, watu wanakupiga vita hadi wazazi wanakuchukia. Vita unapigwa hata mandugu wanakuchukia. Vita unapigwa hata mliosaliwa pamoja wanakuchukia. Hata kazini unachukiwa bure sababu ya vita. Jibeba shiraha ya vita. Simama kidete, pigana na hizi vita za kiroho. Usiogope. Unaweza kuwa wewe umechukiwa kabisa, hata kwa familia yenu hutaki kuonekana. Ni roho fulani ya vita iliweza kuinuka juu ya maisha yako. Unaweza pata mtoto mdogo kwenyu anaheshimiwa, ni kwa sababu ya kile kitu ambacho ako nacho. Ile iko ndani ya mtu ndiye inayempa heshima. Unaweza ona mtu ni mdogo, lakini kile kiko ndani yake ndicho kinachopewa heshima. Haleluya. Hivyo unapojiandaa, jiandae vyema, beba silaha. Unaweza kuwa umechukiwa, unaweza kuwa umedharauliwa, unaweza kuwa hautakikani hata kazini. Hata leo umeweza kupewa permission ya kufutwa kazi. Hilo ni jambo la kukataliwa. Hiyo ni madhabahu inaweza kukukimbisha. Kwa hivyo ombea hilo jambo, na kwa kila wakati kuwa na muda na Mungu. Soma Biblia, omba, maana tunajua kuna vita. Kuna watu wa karibu sana wanakufuata. Kuna watu wa karibu sana wanataka uanguke. Kuna watu wa karibu sana wanataka ufe. Lakini kwa sababu ya Mungu ametupa ujasiri na kuweza kuyajua haya kwa mapema, tunayasuia kwa viwango ambavyo wanaenda kujaribu vinawarudia wenyewe. Haleluya. Hata wanapojaribu kurusha mashiraha, wanapata tayari huko gangale na vita, huko katika maombi. Wanapoinuka wanajiangusha wenyewe, hawakuwezi, sababu ya ujasiri na kusimama kwa vita na maombi na kupitia kwa madhabahu ya kanisa yako. Haleluya. Hawatakuweza, bado utabaki kuwa gangare imara kwa Mungu. Na Mungu akaweza kuwabariki kwa mchana wa leo. Kwa sababu ya muda, sitaweza kuchukua muda wenu mingi, kwa sababu masaa haya ni masaa ya kazi, watu wako shughuli zao. Mungu akaweza kuwabariki na Mungu akaweza kuwatendea mema. Hata tunapoendelea na hii wiki iwe ya baraka, hata we mwenyewe ushangae, ujiulize ni kwa nini. Hata wakati biashara iko chini kama mzimu kama huu, ninajua wewe utaenda kufanikiwa zaidi. Maana tunapokuwa na ile Kristo, tusikuwe watu kuna vita, kuna maneno mengi yako katika kinyume, lakini tunayajua Mungu atayatenda. Nimewaona wote na Mungu akaweza kuwabariki mahali popote mulipo. Mungu akaweza kuwabariki na Mungu akaweza kuwainua. Hata kazini kwa vioo vyenu viweze kusonga, hata kwa kazini biashara ziweze kuinuka. Ni kwa sababu ya Kristo, ni kwa sababu ya Mungu
ainuaye mnyonge kutoka chini, na Mungu akaweza kuwabariki. Hata kwa familia wale wote ambao wameweza kunitazama mahali popote waliko, familia iliyotengana, Mungu akaweze kuleta mawasiliano mazuri, Mungu akaweze kuwatendea, muweze kurudiana kwa amani, muweze kurudiana kwa njia ya heshima. Hakutakuwa na dharau, hakutakuwa na matusi katika ndoa. Mungu akaweze kuwabariki na kuinuka kwenu kuwe kwa baraka, kwa kuinuka kwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Najua wote mmeweza kunifuatilia, Mungu akaweze kuwabariki, na sitaweze kuwataja kwa majina, maana mko wengi wengi wengi, na Mungu wa Bwana Yesu aweze kupewa sifa. Naomba kuondoka hewani na ujumbe wangu wa siku ya leo. Usiogope kufanya uamuzi wako ule Mungu ameweza kuweka ndani yako, na Mungu anapokutendea, toka nje, toa shuhuda kwa wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kuwaombea kwa mchana huu ili tuweze kuondoka hewani. Wacha tuondoke na maombi, maana tumejua maombi ndiyo silaha ya kila jambo. Maana sisi si wazuri kuliko wenzetu waliokufa, walio wagonjwa hospitalini, waliofariki siku ya leo, waliopatana na majanga siku ya leo. Sisi ni kwa nguvu ya Mungu imetubeba. Hakuna jambo lolote tumeweza kulitanda la ajabu ili tuwe wazima. Hakuna kitu kizuri chochote tumeweza kukitenda ili tuwe na uhai. Hakuna kitu kizuri tumeweza kukitenda ili tuweze kuwa na afya. Ninaona wengi tuko na afya, tuko na ujasiri wa kuweza kusimama, na kuna wenzetu hawawezi kusimama. Jua hilo ni jambo tu la kuweza kumshukuru Mungu. Uko na uwezo wa kuwa mzima kiafya, na uko na uwezo wa kupata riziki, chakula cha jioni, chakula cha mchana. Kuna wengi hawana huo uwezo, wengi wanalia, wengi wanahangaika, wengi wanazunguka kwa makambuni asubuhi na jioni kutafuta kazi. Lakini wewe uko kazini, usijione uko wa maana sana kuliko yule ambaye anatafuta kazi. Ni Bwana tu amekuweka pale. Wewe unafanya biashara, usimcheke yule ambaye hana chochote, maana jua ni nguvu za Mungu zimekuweka pale. Haleluya! Hivyo tuinuane, na unapoomba, ombea wenzako hata wenye hawana chochote, Mungu akawainue waweze kuwa kwa viwango vyao, na Mungu aweze kupewa sifa. Na tuamini na tuombe. Ningekuwa na uwezo wa kuweza kuimba ningeimba, lakini sina sauti ya kuweza kuimba vizuri. Lakini najua yote yatakuwa salama. Bado Mungu anatuendelea kutusukuma kupitia kwa Injili, na mambo yote yatakuwa salama. Inuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tumekuja tena masaa haya ya jioni. Tumesema tumeweza kutamatisha kwa ujumbe uliweza kuweka ndani yetu. Mungu, tunaomba kuondoka hewani na kuanza kufanya shughuli zingine za siku. Mungu wa baraka, ukatubariki masaa haya. Hata tunapotoka hewani, Mungu, baraka ziandamane pamoja nasi kwa kila jambo tunalolifanya. Mungu, kaweze kutuinua. Mungu, usituache tuangamie. Si ni wanao wengine tunatenda bila kujua, lakini tunaomba msamaha. Tusamehe dhambi zetu na makosa tuliyoyatenda. Mungu, tuandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo,
Mungu tumebadilisha njia zetu na tumeweza kukurudia na tuweze kutembea pamoja nawe. Hata yote yaliyotushinda tumejua ni kwa sababu ya kukosa confidence. Leo tumekuwa na confidence na ufahamu kuwa tuna uwezo wa kusimama na kutetea kilicho chetu. Hata kama adui atakuwa mkali kiaje, hakuna chochote atakachotufanya tukiwa ndani yako. Mungu, tupiganie vita hata tukiwa kazini, hata tunapokuwa kwa nyumba zetu. Hakuna mauaji, hakuna kutengana tena, hakuna kuanguka tena. Mungu utatuinua mahali tulipoangukia. Mungu tuinue tena, tuanze hii safari kwa pamoja. Ni asante kwa sababu unatupenda. Ni asante kwa sababu unapenda watu hawa. Mungu kaweze kuwabariki. Asiyekuwa na kazi, Mungu kamuonekanie siku hii anapoamuka. Baraka zako ziandamane pamoja naye. Tumetoa hiyo roho ya kukataliwa, tumetoa hiyo roho ya kuchukiwa. Mungu, tumempatia roho mpya ya baraka. Mungu akaonekane na kazi ikawe baraka juu ya maisha yake. Mungu akakuonekanie, hata baraka zake ziweze kutembea pamoja nawe. Unapobeba barua zako kuelekea kutafuta kazi, Mungu akakuonekanie, Mungu akakuinue, hata uwe wa baraka kwa familia zenu, uwe wa baraka kwa nyumba yenu, uwe wa baraka mahali popote uliko, hata kazini uwe baraka wa kampuni. Mungu akakuinue viwango ambavyo hata watu watakaa wanastuka na wewe. Ni asante kwa sababu neno hili Mungu akaliweze kuliweka ndani yetu. Hakuna mauti ndani yetu, hakuna ajali, hakuna umwagikaji wa damu tena. Mungu, hatutazika. Mungu, tutatembea kwa ujasiri. Ni asante kwa sababu umetenda, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Mungu akaweze kuwabariki, Mungu akaweze kuinua kwa chochote kile ambacho unahitaji. Omba, Mungu atakubariki. Shalom, shalom. Mungu akaweze kuwabariki. Nimewaona wote, nimewaona wote. Asanteni sana. John, nimekuona, nimeshukuru sana kwa hiyo tumeweza kuyatenda, nimeyaona. Nimeshukuru sana kwa wote ambao mumeweza kutap screen, mmeweza kunitumia flowers, mmeweza kunifanyia chochote. Sitaweza kuchukulia jambo hili kuwa jambo la rahisi. Mungu akawabariki, Mungu akawatendee mema. Shalom, shalom. Tuonane wakati mwingine wa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Shalom, bye.